Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasiha yetu ya leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhusu Ramadhanu shahrul Qur'an. Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kila mwezi una daraja yake na una sababu ya kuwa na daraja mwezi kama ule. Miongoni mwa sababu kuu ambao mwezi wa Ramadhani umepata na kupata daraja zaidi ni Qur'ani tukufu kushuka katika mwezi huu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Kwa hivyo moja kwa moja kwamba Ramadhani ni musimu wa Qur'ani, ni wakati ambao yataka mu'min wa dini ya Kiislamu aisome zaidi Qur'ani. Na ndipo taona kwamba unapofika mwezi wa Ramadhani misikiti inasheheni miswahafu mipya, majumba yanabadilishwa, yanawekwa miswahafu mizuri. Lengo ni hamasisho katika maisha ya Waislamu, kuonesha kwamba huu ndiyo mwezi mtukufu ambao imeteremka ndani yake mwezi wa Ramadhani. Hadithi iliyopokewa na al-Imamu al-Bukhari an Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, atuambia kana Jibrilu alayhi salatu wassalam, alikuwa Jibril juu yake rehma na amani, akikutana na mtume fi kulli laylatin, katika kila usiku min Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani, fayudarisuhu al-Qur'an, akawa yuwasoma na mtume Qur'ani. Jibril alayhi salatu wassalam yuwasoma na mtume vile yuwaisoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, kila usiku akiteremka Jibril alayhi salatu wassalam. Haya ni mafundisho katika maisha yetu kwamba na sisi tuweke halaka za Qur'an, ima baada alfajiri katika misikiti, hata kina mama wakiwa majumbani, iwapo hawawezi kwenda misikitini kwa sababu za kisheria, basi wanaweza mule majumbani mwao kina mama wakakaa, ikiwa ni watatu, wakiwa ni wanne, wakaisoma Qur'ani mmoja baada ya mwingine, ili ile Qur'ani iweze kuwa ni sababu mojawapo ya kubadilisha maisha yao. Mwangalie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, namna alivyokuwa akiipenda Al-Qur'an na kuisikiza Al-Qur'an Al-Karim. Wakati mwingine alikimwambia sahaba wake Abdullah ibn Mas'ud kwamba ya Abdullah ibn Mas'ud, nisomee Qur'an. Abdullah ibn Mas'ud akishangaa kuona kwamba mtume anateremshiwa Qur'ani na aifahamu Qur'ani, ana dharura gani kuisikiliza Qur'ani kwa mwingine? Wakati Abdullah ibn Mas'ud anapomuuliza mtume kwamba wewe umeteremshiwa ya Rasulullah, mtume anasema naam, nimeteremshiwa Qur'ani, lakini napenda kuisikiliza kwa mwingine zamani anapoisoma. Ndio taona kwamba Abdullah ibn Mas'ud akaanza kuisoma Suratun Nisa tangu mwanzo wake, ikafika aya miongoni mwa aya za Suratun Nisa, mtume akamwambia Abdullah ibn Mas'ud kwamba yatosha, na huku machozi yakimtoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo yataka na sisi waumini wa dini ya Kiislamu tuisome Qur'ani, na si kuisoma tu, tuifahamu, na si kuifahamu tu, tutumie yale ambayo kwamba yaliyomo katika Al-Qur'anul Karim. Ikiwa ni maamrisho tuyafuate, ikiwa ni makatazo tuyeepuke. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika wale wenye kuisoma Qur'ani kwa wingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.